Mwenyezi Mungu atuambia mu'min. Je, yaweza ikawa mu'min wa kweli ana tabia chafu? Je, yaweza ikawa Muislamu wa kweli aweza kuwa na tabia chafu? Tabia chafu ni zipi ndugu zangu? Sote tufahamu tabia isiyofaa mbele ya jamii. Je, Muislamu wa kweli, mu'min wa kweli anaweza kuwa na tabia chafu? Mojawapo ya tabia iliyokithiri sana ni tabia ya kutukanana. Ni tabia ya maneno machafu. Ni tabia ya kumwona mwenzako sio mtu. Ni tabia ya kumwona mwenzako hafai. Je, mu'min na Muislamu wakisawasawa anaweza kumtukana mtu asiyekuwa Muislamu? Anaweza mtukana mtu Muislamu wenzake? Je, Muislamu wa kweli anaweza kula uchafu haramu? Je, Muislamu wa kweli anaweza kuenda sehemu za haramu kama disco, club? Je, Muislamu anaweza kula vitu vya haramu? Kunywa pombe, kula mali ya haramu? Muislamu je, anaweza kufanya hivi? Mwenyezi Mungu anatuambia haiwezekani mu'min wa kweli, Muislamu wa kweli akawa na tabia hizi chafu. Ikiwa wewe ni Muislamu na tabia zako ni kama hizi, wewe unakula vitu vya haramu, wewe unatukanana. Kuna baadhi ya Uislamu haujaruhusu kabisa mtu asiyekuwa Muislamu umuite kafiri. Kuna baadhi ya Waislamu wana maneno machafu sana mpaka wengine kumhukumu kwa hukumu wenzao kwa kuita makafiri. Nini maana ya kafiri? Wewe unajiona unaswali, unafunga, unavaa kanzu, unakuja msikitini, unadiriki kumtukana mwenzako kumuita yeye kafiri. Muislamu hana kauli hii. Na wasiokuwa Waislamu ndugu zetu wanatusikia huko nje, wafahamu tabia ya Kiislamu. Mtu ambaye kwamba anaitwa Muhammad, anaitwa Yusuf, anaitwa Ali, anaitwa Abdullah, akiwa tabia hizi, tambua huyo Uislamu wake una mashaka. Muislamu hali mali ya haramu. Muislamu hanywi pombe. Muislamu wa kweli hanywi pombe. Kwa sababu Mtume Muhammad anatuambia al-khamru ummul fawahish. Pombe ni mama wa machafu. Pombe ni mlango wa machafu. Utapokunywa pombe au mvinyo, utaanza kufanya vitu ambavyo kwamba ni vya ajabu. Muislamu hazungumzi uongo. Muislamu hazungumzi uongo hata iwe vipi. Mtume anamwambia ul haqu walau kana murra. Zungumza ukweli hata kama unauma. Muislamu hawezi kudanganya. Lakini baadhi ya Waislamu leo hii wamekithiri